Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Yoshi Testimony TV, tunakukaribisha tena siku ya leo kuungana sisi katika mfululizo wa kujifunza neno la Mungu. Chaneli yetu ina lengo moja tu, ya kumtangaza Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu na kumfunua kupitia neno lake. Siku ya leo tena tunaendelea na kitabu chetu cha Injili ya Yohana. Leo tutakuwa tunaenda kusoma Injili ya Yohana 1 mstari wa 4. Biblia inasema, ndani yake ndimo ulikuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani yake ndimo ulikuwako uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Tutaenda kuchambua somo hili ambalo nimelipa kichwa cha ndani ya Yesu umo uzima. Kwa kifupi kidogo tutaangalia na kuchambua mstari huu kutoka kwa mwandishi mwenyewe ambao ni mtume Yohana. Aliandika injili hii kwa watu wote, na zaidi alilenga hawa watu ambao walikuwa nao katika jamii ya Wayahudi na Wayunani ambao wanaitwa mataifa, na wengine wote duniani tuweze kupokea injili hii ya Yohana, kumtangaza Yesu Kristo kwa upana na wepesi na uzuri, na kila mtu aweze kutambua kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Sasa hapa baada ya kumuelezea kwamba hapo mwanzo kuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, kutoa utangulizi huu wa Yesu kuwa ni neno na Yesu alikuwa kwa Mungu, kwa Wayahudi na Wayunani hawakupata shida sana. Kama nilivyotoa hapo mwanzo tangulizi kwamba Wayunani wanaita logos na Wayahudi pia na neno lao, ambayo ukisikia neno hawakupata shida sana kumtambua Yesu kwamba ni neno, kwamba alikuwa kwa Mungu. Lakini changamoto kubwa ilikuwepo hapa kwamba ndani ya hilo neno, ndani ya huyo Yesu ndimo kulikuwa na uzima. Na mpaka leo kuna watu wapata shida sana kujua kwamba Yesu ndio uzima. Kupitia somo hili tutaweza kutambua kwa undani kabisa kwamba Yesu ndani yake upo uzima. Ninapotafakari neno hili, nikaangalia mistari mbalimbali ambayo inamtaja Yesu kwamba ni uzima. Nikaanza na sura ya 3 ambao wengi wanaifahamu. Yesu ambao amekutana na yule Nikodemu baada ya mazungumzo mengi, Yohana 3:14. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adam hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima. Yesu anaanza kujielezea na kujitambulisha kwamba lazima uzaliwe mara ya pili alivyokutana na Nikodemu. Lakini hapa anakuja kumwambia, sikiliza, kama vile Musa alivyoinua nyoka wa shaba jangwani, hivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Yesu anamleta yule mwandishi, msomi, mfarisayo Nikodemu, ambaye alijua Torati vizuri, alijua sheria vizuri, lakini akamwambia kuna mambo ya kuzaliwa mara pili. Akashtuka kidogo, lakini akaja bidi atumie mfano mwepesi kwamba sikiliza, kama vile Musa alivyomuinua nyoka wa shaba, hivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila amwaminie awe na uzima wa milele. Kumbuka kwamba mwandishi wetu Yohana pale anasema ndani yake ndimo ulikuwako uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Sasa turudi kidogo hapa, kwa nini Yesu anamrudisha Nikodemu kwamba kama vile Musa? Anarudisha kwenye historia Musa ambayo hawa Wayahudi walikuwa wanamuelewa vizuri Musa. Wayahudi walimtambua Musa kama yeye alikuwa nabii wa Mungu, aliyetumwa na Mungu kuwaokoa wana wa Israeli kutoka utumwani kuja Kanaani. Yesu anasema kwamba kama vile Musa alivyomuinua. Ni kipindi ambapo utaweza kusoma habari nzuri kitabu cha Hesabu sura ya 21. Utasoma habari yote, akitasoma mstari wa 9. Biblia inasema
Musa akafanya nyoka wa shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka akimuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Safari kuelekea Moabu inaendelea pale nchini. Hii ni kipindi ambacho wana wa Israeli wameingia katika manunguniko. Wanalalamika, kwa nini Musa umetuleta katika jangwa hili? Na sasa tulipofikia hapa sisi tunaenda kufa tu. Wamevunjika moyo, hawana hamu na safari tena. Hawawezi tena kusonga mbele, hawaoni tumaini tena. Na Mungu anawapiga kwa kuwaletea nyoka, wanawagonga wale watu. Na mtu yote akiguswa, akiumwa na yule nyoka, alikuwa anakufa hapo hapo. Sasa baada ya kuomba toba kwamba Mungu tumekosea, Mungu tusamee, turehemu, Mungu anamwambia Musa, sasa fanya hivi, chukua nyoka, tengeneza nyoka wa shaba, muweke juu pale. Yeyote atakayemtazama huyu nyoka ataishi. Yeyote anayemtazama huyu nyoka atapata uzima. Yesu anaanza kumwelezea Nikodemu kwamba sikiliza, na mimi ni huyo huyo kama vile nyoka wa shaba ambaye amekuja kuokoa kutokea kwenye mauti ya kung'atwa na wale nyoka. Na mimi nimekuja kwa lengo moja tu, kutangaza uzima. Yoyote atakayeniamini mimi ana uzima. Sasa lazima tufahamu kidogo hii jambo. Kuna nini kwa Wayahudi? Kusoma kwenye Biblia sana utakuta Wayahudi wa Samaria kidogo. Labda leo nitoe utangulizi kidogo, lakini tutakapokuja kitabu cha Yohana sura ya 4 tutajifunza kwa undani zaidi kuhusu hawa Wayahudi ni wakina nani. Lakini nitoe kidogo utangulizi kwamba Agano la Kale lilikuwa linazungumza zaidi juu ya hili taifa au kabila ya Wayahudi, ambao uzao wake umetoka kwa Ibrahim. Ukisoma pale kitabu cha Mwanzo 12, ambapo Mungu anampa agano, anampa maagizo Abraham kwamba ondoka wewe na jamaa zako uende katika mji utakayokubarikia, na wewe utakufanya kuwa baba mataifa mengi. Hapo chini sasa Mungu anambariki Abraham, anampa uzao, anampa watoto akina Isaka, anampa akina Yakobo, na kizazi vingi vinakuja kuibuka ambavyo vinaitwa hao Wayahudi, wanaitwa hao wana wa Israeli. Sasa hawa wana Israeli kuna wengine kuja kugawanyika kidogo, utakuja kuwasoma pale kuhusu wa Samaria tutakapofika mbele. Lakini hiyo yote nakuja kuonyesha kwamba hawa watu Mungu alitumia taifa ya Wayahudi ili kuja kutengeneza msingi. Sasa hawa Wayahudi, akiwepo Nikodemu niliyomsoma hapa nyuma, akiwepo huyu mama Msamaria ambaye alijua vizuri Wayahudi taratibu zao, walitambua vizuri kwamba hakuna mtu mwingine au kiumbe chochote au yoyote aliye zaidi ya Mungu. Walikuwa na mheshimu sana Mungu, na waliheshimu sana Torati, na walifuata sana maagizo ya Musa. Sasa ukisoma hapo sura ya 5, Yesu anaanza kufanya kwa vitendo kujionyesha kwamba yeye ni uzima. Na hapa anamponya yule mama, yule ndugu ambaye alikuwa amepooza kwa muda mrefu katika ile bilika la Siloamu. Yule mama anakuja kuponywa siku ya Sabato. Wanashtuka kwamba kwa nini unamponya siku ya Sabato? Sasa kusoma 5:12, Yesu ameshamponya na yule mtu ameondoka. Yule ndugu anakutana na Yesu. Mstari wa 14 Biblia inasema, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia umekuwa mzima. Kumbuka leo nimewaambia somo letu nasema ndani yake ndimo kulikuwa na uzima, na ameshamponya. Anamwambia sasa, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena isije kupata jambo lililo baya. Yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba Yesu amemfanya kuwa mzima. Haleluya! Ndani yake umo uzima. Yesu anaanza kujionyesha kwa vitendo kwamba mimi ni uzima, na mponya yule mtu. Wayahudi ambao nimekwambia Agano la Kale lote linawataja kwamba hawa ndio walikuwa taifa teule,
walikuwa hawa ndo wana Mungu. Hekalu lilikuwa imejengwa kule Yerusalemu, wanafuata Torati. Lakini sasa hapa yule mwanaume mkuu wa Torati, hapa yule mfalme wa wafalme, Yesu mwenye uzima, anaibuka, anasema mimi ni zaidi ya kisima, mimi ni zaidi ya malaika, mimi ndiye niliye na uzima. Anakuja kumponya yule mtu, hapo anapokea uzima na anakutana na Yesu. Sema, "Ho Yesu, nini tena, huyu ndo aliyeniponya?" Asema, "Ndio, mimi ndimi uzima, nimekuponya, nimekupa uzima, usitende dhambi tena." Wayahudi wanaanza kushangaa. Kusema mstari 16 Biblia inasema, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu, wakashangaa, wakamkela Yesu, akaanza kumvurugika akili zao, wanachanganyikiwa. Kwa nini? Huyu anajiita Bwana wa uzima. Ukisoma pale chini mstari 18 tena sema hivi, basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake. Alijifanya sawa na Mungu. Haleluya. Wanasema alijifanya sawa na Mungu. Wayahudi wanashangaa, wanajua mwenye uwezo wa kuponya ni Mungu tu. Na siku sabato hiyo ni siku takatifu ya Mungu. Na huyo malaika anakuja mara moja kuponya, malaika aliyotoka kwa Mungu. Huyu ni nani ambaye amekuja kufanya matendo makubwa? Leo nina habari njema, ndani ya Yesu ndimo kulikuwa na uzima. Ndani ya Yesu ndimo uzima upo. Yesu anawaambia, sikilizeni, mimi ndimi uzima. Hawa ndugu wanamuuzi, anasema ajifanya mwana wa Mungu. Kwa sababu mstari 17 anasema, akawajibu, baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninazitenda kazi za baba yangu. Haiwezekani wewe ujiite Yesu, ujiite wewe ni mwana wa Mungu. Haiwezekani kujisema wewe ni uzima, uzima huko kwa Mungu peke yake. Yesu akamwambia, akawajibu, amini amini nawaambia, mstari 19, mwana hawezi kutenda neno lolote ila lile ambalo amomba baba analitenda. Yesu azidi kukumbushia ile kwamba yeye ni neno. Yohana 1:1. Na kama ni neno, sio neno tu, lakini ni neno ambalo lina uzima ndani yake. Mstari wa 24 hii Yohana 5:24 Biblia inasema, amini amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima. Haleluya. Ndio maana introduction au utangulizi wa kitabu cha Injili ya Yohana, Mungu ametufundisha vizuri. Roho Mtakatifu atufundisha vizuri kupitia mtumishi wa Mungu aliyeandika kitabu hiki, kwamba sikilizeni, hapo mwanzo kwa na neno kwa Mungu, na huyo neno kupitia yeye hakuna ambacho akikufanyika. Lakini 4 anakuja kutukumbusha pale ndani yake ndimo ulikuwa uzima, na Yesu mwenyewe anasema hapa kwenye mstari wa 5 maneno hayo kwamba amini amini nawaambia, anayesikia neno langu na kumwamini anapata uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Ndani ya Yesu pendwa ndimo kwenye uzima. Ndani ya Yesu anazidi mauti, anazidi magonjwa. Yale ugonjwa ambao umemtesa yule mama kwa muda mrefu, ambaye alitegemea kuponywa tu kwa baada ya malaika kutibua yale maji, Yesu akasimamisha kile kifo cha ule ugonjwa. Yule mama akapokea uzima. Sijui ni baba au kijana yule ndugu akapokea uzima, maana ndani yake ndimo ulimo na uzima. Na wanazidi kuwapa wito wa Wayahudi, sikilizeni, hata nyie mkiliamini hili neno Logos, ukilisikia neno na ulitoa kwangu, ukalishika, haitabakia kuwa neno tu, litabadilika, litakuwa uzima ndani yako. Na sio uzima tu, ni uzima wa milele. Na maana gani? Anazidi kusema pale mstari wa 25, amini amini nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Ndani ya Yesu nimekuwa na uzima. Hapa ndo akuja kutoa majibu kwamba yeye hata kama ukifa katika mwili huu, ukifa ndani ya Yesu kuna uzima wa milele. Wafu watasikia sauti,
wafu watabadilishwa, wafu watapewa uhai. Ndani yake nimo kulikuwa na uzima, na huo uzima utakuwa ndani yake, hata wafu watakuwa na uzima tena. Mstari 26 nasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Ndani ya Yesu kuna uzima, mpendwa. Ukimkosa Yesu unakosa uzima. Ndio maana pale hata kwa Nikodemo akasema, niaminie mimi hata hukumiwa, bali asiyeniamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwanaye Yesu Kristo pekee, ambaye yeye ndio mwenye uzima. Yeye ndiyo mwenye uzima wa kweli. Haleluya. Yeye ndio mwenye uponyaji. Hata ukifa, anasema wafu watasikia sauti. Ukifa katika Yesu, wewe haujapotea. Wewe unapumzika tu, unalala. Utasikia sauti ya Yesu siku moja ikikuita kwamba karibu mwanangu, upumzike. Haleluya. Mstari 27 anasema, naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Mstari 28, msistabie maneno haya, kwa maana saa yaja ambao watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Wapendwa, kuna maisha baada ya kifo. Maisha haya duniani sio mwisho wako. Kuna maisha mengine ambao tutaitwa pale hukumuni. Kama wewe ulitenda mabaya, utaangamia na kupotea na kuchoma kwenye ziwa la moto. Ndio maana Biblia Kiingereza anasema, those who believe they shall not perish. Hawatapotea, hawataangamia, lakini watakuwa na uzima. But they shall have the everlasting eternal life. Watakuwa na maisha ya uzima. Na leo huu Yesu anasema kwamba mimi ndio ufufuo. Wote watakuja, watafufuliwa. Watakaokuwa, mstari 29 sema, nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Tutaitwa pale mbele za Mungu, lakini sauti ambao watasikia Yesu atakayowaita na kuitikia sauti ni wale ambao walikuwa na uzima wa milele, walimpokea Yesu Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yao. Na hao wengine ambao watafufuliwa waende katika hukumu ya milele. Na sisi ambao tumeamua kumfuata Yesu tuna uzima wa milele. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki, somo hili linasema ndani ya Yesu kuna uzima. Na huu uzima ni uzima wa milele. Ukimpokea Yesu na kumkubali Yesu, hautaishia hapa duniani. Yesu, kama tulivyosoma nyuma, ni zaidi ya Musa, ni zaidi ya Torati, ni zaidi ya manabii wote, ni zaidi ya Wayahudi ambao walijiona wao ndio wanastahili kupata uzima, wao wanastahili kupata wema, wanastahili kuwa na Mungu. Yesu akaja hata kwa mama Msamaria ambaye hakuwa Myahudi, akaja hata kwa Nikodemu ambaye alikuwa hafahamu zaidi juu ya Yesu. Akapita Yesu, akaingia kila kona mji, akapita mpaka leo. Kupitia neema ya Roho Mtakatifu injili imetufikia. Kwa nini? Kwa lengo kwamba yoyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sehemu nyingine Biblia inasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu, wakujue Yesu Kristo uliotumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukimjua Yesu Kristo na kumwamini na kumpokea Yesu, anasema hautastaajabu, hautashangaa, unapokea uzima wa milele. Na hapa anapoponya magonjwa, ilikuwa ni ishara kuonyesha kwamba hata magonjwa nina nguvu zaidi ya magonjwa. Sehemu nyingine akaponya wafu, anaonyesha nina nguvu zaidi hata mauti haya. Lakini Lazaro ambaye alifufuliwa, mwisho wa siku alikufa. Hawa kipofu ambao aliponywa, mwisho wa siku alikufa. Uzima upi anaozungumzia Yesu? Uzima anaozungumzia ni zaidi ya kuponywa magonjwa ya kawaida, ni zaidi ya kuponywa upofu, ni zaidi ya kuponywa kuparalyze kama huyu ndugu. Ni zaidi ya yote, ni uzima wa milele ambao unazungumzia sura ya 5, kwamba ambaye ananiamini hata akifa atasikia sauti yangu.
na atasikia sauti yangu ipi? Ndio hiyo ambao siku moja ataitwa kwa Baba, watafutwa machozi, wataambiwa karibuni, umetenda mema. Na wewe kama mfanya mabaya atasema nenda katika ufufuo ule, nenda katika hukumu, nenda katika ziwa la moto. Leo hii nakupa shauri kumfuata Yesu Kristo ambaye ni uzima wa milele. Ndani yake ndimo ulikuwa na uzima wa milele. Kama hauna Yesu ndani yako, hauna uzima wa milele. Lakini hapa namalizia na huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Haya mambo huwezi kuelewa jinsi gani yanafanya kazi. Haya mambo huwezi kuelewa, lazima upewe nuru ya kuona kwamba unakoelekea unaelekea upotevuni. Biblia inapenda kitabu cha Yohana 3:14 anasema hivi, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Biblia Kiingereza inasema vizuri sana, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Yoyote anayemwaminia asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa nini asipotee? Anakuwa na nuru, anajua anakoenda, anajua hata baada ya mwili huu kuna maisha baada ya hapo, anajua hata baada ya kufa kuna uzima mwingine, anajua siku moja Yesu ataniita, atanifuta machozi, atanipokea, atasema karibu mwanangu, umeshinda. Lazima uwe na nuru hii, lazima uwe na ufufuo huu, lazima uwe na mwanga huu, kutambua kwamba Yesu yuko hai, Yesu anaishi, Yesu yupo. Hii ndo maana uzima ameambatanisha na nuru. Leo nataka ufungue macho yako mpendwa, uone tumaini na wito wa Mungu jinsi ulivyo mkuu, uone wema wa Mungu ulivyo unapokuita. Biblia inasema wema wa Mungu unakuita ili uweze kutubu. Wema wa Mungu unakuita kwa upole ili kuturudisha katika pendo lake. Lazima uzima huu unaambatana na nuru, na neno lake ni nuru. Tutaendelea pale sura inayoendelea chini pale, anasema hivi, ndani yake ndimo ulikuwa na uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru ya ng'ara gizani, wala haiwezi kushinda. Hiyo nuru ni nini? Ni neno la Mungu unalosikia siku ya leo. Linakufungua macho yako. Kama ulikuwa unaelekea kwenye giza, kama unaelekea upotevuni, kama ulikuwa kama ule mama Msamaria ambaye unataka maji tu ya duniani, unataka mambo ya duniani, akafunguliwa macho, akasema hakika wewe ni nabii, hakika sio mtu wa kawaida, una kitu cha tofauti. Yesu akamwambia ndio, mimi ndio nabii. Macho yake yakafunguliwa. Yesu akamwambia sasa sikiliza, maji ya uzima yatabubujika ndani yako. Haleluya! Hiyo ina maana Yesu baada ya kukupa uzima wa milele, macho yako yanafunguliwa, unaanza kuona mambo makubwa. Haleluya! Kama vile Nikodemu ambaye alikuwa na mambo yake ndani yake, alikuwa anajua Torati, alikuwa anajua mambo mengi ya kawaida, lakini baada ya kukutana Yesu kumwambia kama vile Musa, ndivyo hivyo Yesu amewekwa pale juu, amewamba juu, yote atakayeniamini atafunguliwa. Nikodemu tutakuja kumuona pale kule mbele akifanya kazi ya Yesu, akimpaka Yesu mafuta na perfume nzuri, akihakikisha Yesu anaenda kuwekwa katika sehemu nzuri ya kuhifadhiwa baada ya kufa pale msalabani. Hakika Yesu akafanyika kuwa nuru, akafanyika kuwa nuru. Na leo nina habari njema kwako. Yesu ni uzima wako, na Yesu ni nuru yako. Ukimpokea Yesu kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, utapata uzima, na huo uzima ili uweze kutambua, utakuwa una nuru. Hiyo nuru, kwa nini ni nuru? Mambo yako hayatakuwa ya giza. Biblia imesema vizuri kitabu cha Yohana 3, wale wote wanaotenda mabaya wanachukia nuru. Wale wote wanaotenda mabaya mambo yao ni ya giza giza, hawataki waonekane. Lakini Yesu alikuja ili tuwe na nuru, na hiyo nuru inang'ala mpaka mbinguni tutafika. Itatufikisha kwa Baba, itatufanyisha njia. Ndio Biblia inasema do not perish, hatutapotea njia. We will not perish, hatutapotea kwa sababu tuna nuru ya uzima, tuna nuru ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anatuongoza tufike salama. Pendo mtazamaji, fanya shauri leo ya kupokea uzima. Fanya shauri leo kupokea kweli. Fanya shauri ya kupokea neno la Mungu. Unapopokea neno la Mungu, Yesu akasema mara 3, amini,
amini nakwambia, amini nakwambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyompeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni. Hii ni Yohana 5:24. Bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Shauri yangu leo, tupite kutoka mautini, tupite kutoka kwenye mambo ya dunia, tupite kutoka kwenye fungu la shetani, tuingie uzimani kwa kukubali na kukiri neno la Kristo. Kama uko tayari siku ya leo na hujafanya shauri hilo, na kusii ambatana mimi katika sala hii, uruhusu Yesu Kristo afanyike kuwa nuru ya maisha yako, ili awe uzima, akutoe katika hukumu, akutoe katika mauti, akuingize katika pendo la mwana wake. Kama uko tayari, unaweza kufuatisha maneno haya. Sema: asante Yesu kwa kunipenda. Nimesikia neno lako siku ya leo kwamba wewe ni uzima na pia wewe ni nuru. Nami siku ya leo ninaomba ingie ndani ya maisha yangu, uniokoe, unitakase, unisamee, unitoe katika njia ya mauti, uniweke katika njia ya uzima. Katika jina la Yesu nakataa shetani na dhambi zake zote. Ingia ndani ya maisha yangu, unifanye mwanao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu akubariki. Mpendwa mtazamaji, tuambatane katika kipindi kinachofuata channel hii ya Yoshi Testimony TV. Mungu akubariki.